ni neno ambalo ni nzuri mno katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Wakati mwingine tunaona ni kama Mwenyezi Mungu ametuachilia au Mwenyezi Mungu hako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Lakini kuna maneno au ukiingia kwenye Biblia itakufariji mno kuliko pale mbeleni au mwanzoni. Soma tu hapo kutoka 32. Nataka tu nimekatisia tu tusikie Yesu Kristo akinena kumhusu mambo yake. Hebu soma. Na marejera-inĩ makĩambata Jerusalemu, nake Jesu nĩamatongoirie nao nĩmagegete, ona andũ arĩa mamũrũmĩrĩire makamaka. Nake agĩtwara arĩa 12 rĩngĩ, akĩrika kũmera maũndũ marĩa akona, akiuga nĩ atĩrĩ, tũkwambata Jerusalemu, nake mũrũ wa mũndũ nĩakaneanwo kũrĩ athĩnjĩri-Ngai arĩa anene ona andĩki marũa, nao nĩmakamũtuĩra cira atĩ oragwo na mamũneane kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ, nao nĩmakamũnyũrũria na mamũtuĩre mata na mamũhũre na kĩboko kĩnjaga na mamũrage, na thutha wa mĩthenya 3 nĩagacoka kũriũka. Amen. Soma kwa Kiswahili brother. Nao walikuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia, wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatoa tena wale thenashara, akaanza kuwaambia habari za mambo yatakayompata, akisema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu na makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo na wanafunzi wake wanapanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Alikuwa na wale thenashara au wale 12, na Yesu Kristo alianza kuambia habari za mambo yatakayompata. Bwana asifiwe. Dada zangu na ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, hata kabla kwenda mbele zaidi, ni ujitie kwenye kiatu cha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wewe uko na wanafunzi wako na unawahutubia au unawaambia habari yale yatakao kupata. Bwana asifiwe. Uangalie uone ya kwamba mambo yale yatakaompata si ati ni mambo mazuri zaidi. Bwana asifiwe. Hata mtu mwenyewe, kwa sababu hii Yesu Kristo alitabiri kifo chake. Bwana asifiwe. Akawa anawatabiria kifo chake hata kabla kije kutokea. Bwana asifiwe. Ukijitia katika kiatu cha Yesu Kristo siku hii ya leo, dada na ndugu, ujue kwamba jambo hili ndilo linaenda kutendeka huko Yerusalemu, au wakati utafika pale waka, hakika wewe utapotea. Bwana asifiwe. Utakimbia. Lakini Yesu Kristo ndani yake anajua kwamba yale atakayotokea ndani yake ni mambo mazuri juu ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Na mambo ambayo alitabiriwa hata yeye mwenyewe kabla kuja kuzaliwa. Yesu Kristo, kumbukeni, ni Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Eti hata alijua kwamba yale atatendewa, kile atafanyiwa. Eti angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu na makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Haleluya. Ni jambo nzito mno. Watamtia mikononi mwa mataifa. Haleluya. Jambo nzito ambalo liko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. So there's no one. Bwana asifiwe. Atamuua, lakini baada ya siku 3 atafufuka. Bwana asifiwe. Ukiangalia wakati mmoja akiwa pale hekaluni, tena alisema lile jambo, eti
aweza kulibomoa hili hekalu na akalijenga kwa siku 3. Wale watu wakaona kana kwamba huyu mtu kama kichaa. Nyumba iliyojengwa na Sulemani miaka hiyo yote, hekalu kubwa zaidi, aibomoe na ijenge kwa siku 3. Lakini ukiangalia Yesu Kristo anamaanisha spiritual, wanasifiwe, temple, roho, yani hekalu ya kiroho ambaye ni yeye, wanasifiwe, ambaye ni yeye. Kumbukeni hata sisi ametuita hekalu, wanasifiwe. Kumbukeni ni hekalu ya kiroho, itabomolewa. Na vivyo hivyo hapa anatabiri pia yeye kwa wanafunzi wake, haleluya, na vile atakavyotendwa, kutiwa mikononi mwa wakuu na makuhani, yani wamzingizie na pigwe mijeledi, na sio kupigwa tu dada na ndugu, ni kuraruliwa, Bwana asifiwe, ni kupasuliwa mwili wake uwe kitu hakuna, haleluya, kwa ajili ya dhambi za huu ulimwengu. Bwana asifiwe. Kumbuka huyu Yesu Kristo alipozaliwa na Mariamu na akawa hapa duniani, uchungu aliyokuwa nao ni ule ule hata dakika hii wewe uko nao. Bwana asifiwe. Kuna wakati niliuliza hivi, imagine mfungwa yuko Kamiti ambaye yuko condemned kifo, amehukumiwa kunyongwa na ni sharti anyongwe, na hajui siku ile atakaonyongwa. Bwana asifiwe. Yeye hukaa tu, hata mlango wa seli yake ikipigwa anafikiri ni wakati. Na huyu mtu ni kama hajali, na ni wale wanaotumia mabarua ti utume pesa sijui afanye nini. Bwana asifiwe. Yani hata sasa hajali, manake yuko kifungoni. Niliona wengine huko Nyeri High Court ya Nyeri wamekuja, wameletwa, wanalindwa sana. Bwana asifiwe. Na wale ni wale hatari. Jaji amekaa hapa, wanamuuliza jaji, utafanya? Mimi nimehukumiwa, utafanya nini? Bwana asifiwe. Wewe ni nani? Wanapiga huko, wamewekwa, wanasema tunacheleweshwa, kesi yetu ifanywe haraka sana, tunataka kurudi kwa sasa tukapumzike. Imagine. Lakini huyu mwanadamu ambao ni Yesu Kristo anatabiria hawa na kuambia yale yatakayompata yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Kama ni wewe ungelihepa, kama ni mimi labda ningesema hiyo njia siendi, lakini kwa ajili neno hili limeandikwa, ni sharti mwanadamu atolewe uhai wake, na kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee awe dhabihu ya mwanzo na ya mwisho. Bwana asifiwe. Kwa ajili yako. Hebu nikwambie jambo leo hii, nani upokea matukano mengi zaidi? Ni manager wa hoteli, ni mpishi, au ni yeye yule anafanya service? Nani tukana sana? Ni yule anapeana service. Na hapo unaona huyu anapeana service ambaye ni Kristo Yesu, ambaye anakupatia kile wewe unahitaji, kile wewe unahitaji. Analay down mbele zako hii meza ambayo huko unaipata mbeleni, hii baraka ambayo ulikuwa haunayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeye yule ambaye aliponya mikono yako, yeye yule aliponya kifua chako, yeye yule alifufua dadako au mama yako au rafiki yako. Bwana asifiwe. Ni yeye yule anaenda leo hii kutiwa mikononi mwa makuhani. Bwana asifiwe. Na anaenda kuyahusu na hakimbii. Haleluya. Huyu waiter ukimwangalia sababu kama waiter anapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anakupatia direct. Bwana asifiwe. Na ukiangalia sana katika mahoteli, hata waiter ukutukanwa sana. Wewe hii ni nini? Labda ni kainzi kameanguka tu. Hii kusema nini? Bwana asifiwe. Sijui. Bwana asifiwe. Niletea hapo chupa moja ya Tusker. Kwa nini nafungwa tai? Sijui wanasema. Sijui wanatukana. Hivi na wanadamu ndivyo walivyo. Bwana asifiwe. Na waiter amechukua pale kwenye dirisha pale, akapeana oda yako na akaileta. Bwana asifiwe. Na yeye anapokea mambo mazito. Kwa hivyo dada na ndugu, mjue ya kwamba wewe uliyeokoka, Yesu Kristo Bwana wetu ako ndani yako, Roho wake Mtakatifu ako ndani yako, una matukano. Bwana asifiwe. Kama bila alivyodhihakiwa, hayo wewe unajua uyapokea. Bwana asifiwe. Lakini hauyapokei kama yale aliyoyapokea. Bwana asifiwe. Sio mazito, kwa ajili
msalaba alikubebea. Amen. Tunaangalia huyu anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu vile atatua mkononi mwa mataifa na watamdhihaki na kumtemea mate. Lakini jana hekaluni au jana akitembea barabarani aliponya. Na hata sasa hivi akapatana na kipofu na akaponya. Bwana asifiwe. Na akijua yale machungu yako ndani yake. Haleluya. Lakini yeye haangalii hao. Mungu Baba aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Bwana asifiwe. Haya, yasema hivi. Watampiga mijeledi na kumua, baada ya siku 3 atafufuka. Bwana asifiwe. Hebu soma taarifa hii. Hebu sikia mambo haya. Na rĩrĩ, Jakubu na Johana ariũ a Zebedi makĩmũkuhĩrĩria makĩmwĩra atĩrĩ, Mũrutani, tũkwenda ũtuĩke o ũrĩa tũgũkũhoya. Nake akĩmoria, mũkwenda ndĩmwĩke atĩa? Nao makĩmwĩra atĩrĩ, ũtwĩtĩkĩrie tũgaikara ũmwe guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo na ũmwe guoko-inĩ gwaku kwa ũmotho, wagĩa na riri waku. Nake Jesũ akĩmeera, mũtiũĩ ũrĩa mũkũhoya. Mwahota kũnyuĩra gĩkombe kĩrĩa niĩ ngũnyuĩra, kana mũbatithio kũbatithio kũrĩa niĩ ngũbatithio nakuo? Makĩmwĩra, twahota. Jesũ agĩkĩmeera, gĩkombe kĩrĩa ngũnyuĩra no mũkanyuĩra, ona kũbatithio kũrĩa ngũbatithio ngũmwĩra ona kũbatithio kũrĩa ngũbatithio no mũkabatithio nakuo. Ĩndĩ gũikara guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo kana guoko-inĩ gwakwa kwa ũmotho ti ũndũ ũngĩheanwo nĩ niĩ, nĩ ũkaheo o arĩa mathondekeirwo. Arĩa angĩ 10 nao maigua magĩitĩka kũrakara nĩ ũndũ wa Jakubu na Johana. Nake Jesũ akĩmeta akĩmera atĩrĩ, nĩ mũĩ atĩ arĩa meragwo nĩ athamaki kwa andũ a ndũrĩrĩ nĩ metũgagĩria igũrũ rĩao, na anene ao nĩ mamathaga, no ti ũguo gatagatĩ-inĩ kanyu. No rĩrĩ, ũrĩa ũngĩenda gũtuĩka mũnene thĩinĩ wanyu nĩ atuĩke o ndungata yanyu, nĩ atuĩke o ndungata yanyu, na ũrĩa ũngĩenda gũtuĩka wa mbere thĩinĩ wanyu nĩ atuĩke o ngombo yanyu inyuothe. Tondũ ti-itherũ Mũrũ wa Mũndũ ndokire gũtungatĩrwo no atungatanĩre na arute muoyo wake ũtuĩke wa gũkũũra andũ aingĩ. Amen. Soma kwa Kiswahili brother. Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalokuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kukinywea kikombe nikinywecho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengi. Fidia ya wengi. Bwana asifiwe. Yakobo wanahutubiwa wakiwa kwa pamoja. Bwana asifiwe. Yakobo na Yohana. Na Yesu tayari amenena yale yatakayompata. Lakini hao ukiangalia ni kama wanagojea Yesu Kristo
ajigawe vile mtu anajigawa. Bwana asifiwe. Wewe na kugawia hawa. Yale mambo wanakuja kumwambia ndio haya. Wakamwendea wakamwambia, mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalo kuambia. Bwana asifiwe. Already wamesikia story ya Yesu Kristo. Hapa napo wanamwambia, hebu tukuombe jambo fulani na ututendee. Manake inaonekana kwamba wewe waenda kufa. Bwana asifiwe. Ni kama basi kabla hujafa tuambie neno hili na litafanyika. Akamwambia, mwataka niwafanye nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi pamoja, tuketi mmoja, mkono wako wa kuume na mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Ni jambo nzuri ndivyo walivyokuwa wakiomba. Na hapa baada ya kupokezwa wale walipokezwa na Yesu Kristo pale awali. Lakini Yesu Kristo anawaambia jambo. Yesu Kristo anawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywa kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Aliwauliza, je, kama wanaweza kunywa kikombe kile ama ubatizo yule Yesu Kristo atakaobatizwa na Bwana asifiwe. Manake kukinywa ni yule uchungu Yesu Kristo atakaopitia, ambao alikuwa amewashahutubia pale mbeleni. Bwana asifiwe. Haleluya. Je, mwaweza kupitia haya? Kumbuka hata Peter wakati yule aliambiwa na Yesu Kristo, wacha maneno yako, kuku hakutakesha kuku kama hajalia mara 3 na utanikana. Bwana asifiwe. Na vivyo hivyo alimkana. Si ni kweli? Lakini yule ukimwangalia pale mwanzoni alikuwa sema nini? Labda itafanyika hivi, mimi nitakuwa pamoja naye hadi nini? Hadi kufa. Akaambiwa, wewe haujui yale unayoyasema, kwa sababu hata kama jogoo hajawika mara 3 utakuwa umenikana. Si ndivyo? Kwa hivyo Yesu Kristo anaangalia mahala pale. Hapa anaambia Yohana na Yakobo hivi, kile kikombe naenda kukinywea, hamwezi kunywea. Na ule ubatizo ama ile tabu au shida atakaobatizwa nao, kumbuka hata kwa ile taji kichwani mwake. Bwana asifiwe. Akiitwa ati ni mfalme wa Yahudi. Haleluya. Ni kipigo, ni kichapo kama cha mbwa, hata zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Yeye Yesu alikuwa anawajibu vilivyo. Yeye anawaambia hana mamlaka ya ugavi nani atakayekaa kushoto, nani atakaa wapi kulia katika ufalme wa mbinguni. Ajuaye ni Mungu Baba. Haleluya. Even now hakuna. Amen. Bwana asifiwe. Anasema hivi, wakamwambia, tujalie sisi kuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akamwambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywa kikombe na ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akamwambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea. Manake Yesu Kristo hata pale aliwaambia nini? Kuna maandiko yametuambia hivi, hapa duniani mtadhihakiwa, hapa mtakuwa mikononi mwa makuhani. Haleluya. Hata wakuu, na mtafanywa kama vile nilivyofanywa, lakini msalaba wenu utakuwa ni mwepesi. Bwana asifiwe. Sio kama ule Yesu Kristo atakao ubeba. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi sote tuliookoka umpokeza Yesu Kristo, mambo yote yetu, maovu yetu, mabaya yetu, uchafu wetu, matukano yetu, laana zetu, sisi umpokeza yeye. Bwana asifiwe. Je, fulani wewe unaweza kubeba haya yote? Waweza kukinywa hicho kikombe? Na Yesu Kristo mahala pengine anamuomba Mungu Baba akimwambia, ikiwezekana wacha hiki kikombe kilichoko mbele zangu nisikinywe Baba, lakini sio kwa mapenzi yangu, kwa mapenzi yako. Bwana asifiwe. Manake ni kichungu. Na wakati ule alikuwa akiomba, anaomba kwa uchungu zaidi, ndiposa Mungu Baba akiwa katika kiti chake cha enzi aweze kumuondolea kikombe hiki. Lakini kwa sababu lazima itimizwe vile ilivyoambiwa na Mungu, ni sharti. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo sio wewe ndugu au mimi au dada au yote hapa hivi ujipangie mpango wako. Mpango wako tayari Mungu ashaupanga. Bwana asifiwe. Ashaupanga. Dada utapitia hii, ndugu utapitia hii, lakini pale mwishowe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Kikombe chako utakinywea, sio kutoroka. Yesu Kristo alisema hivi, baada ya siku 3 nitafufuka. So he's well aware. Machungu nitakuwa nao, lakini pale dakika ya mwisho nitakuwa na furaha.
Utukufu sasa ndio utakuwa na Yesu Kristo pale atakapopandishwa mbele ya wanadamu wakimwangalia. Pale wakati anasema hivi, sasa wakati umefika, mfanye nini? Mtukuzishe mwana, naye mwana akutukuzishe kama vile amefanya hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo ambalo ni la muhimu zaidi anakuja kutenda hata kwako hata leo hii. Maybe siku yako ni siku 3 tu kama Yesu Kristo. Maybe imebaki siku moja Mungu akatende na kelele ndio imezidi. Bwana asifiwe. Mateta ni mengi. Badala na kushukuru Baba, let the will be done. Adui zangu wameninukia, yes. Naenda mikononi mwa adui. Nimenyang'anywa hiki, lakini Mungu Baba anajua siku 3 ikifika hivi kitakuwa mikononi mwangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sisi waangalia dakika ile tu. Amen. Lakini hatuangalii nini Mungu au nini Yesu Kristo mwana wa Mungu ametuahidia. Haleluya. Hawa ni ndugu wawili, Yakobo na Yohana. Wanataka mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Lakini je, mtafanya hivi? Ni machungu. Kama mwenyewe alilia mbele ya Bwana, amepiga magoti. Waweza kuniondolea hiki kikombe nisikinywe? Mungu hakumjibu. Lakini sio kwa mapenzi yangu, kwa mapenzi yako. Na Mungu Baba alifanya mapenzi yake. So kuna kitu dada na ndugu, whether you like it or not, whether uko hapa ama uko hapa, hautaepushwa. Akasema, oh wewe ni mzuri sana, nitakuvukisha hivi. Testimony yako itakuwa ni, ushuhuda wako utakuwa ni, nimezaliwa tu, nimekuja nimeanza kuswim tu katika utajiri, katika magari, katika manyumba. Bwana asifiwe. Ushuhuda wako utakuwa ni upi? Watu wa Mungu wako na ushuhuda. Watu wa Mungu lazima wawe na ushuhuda. Mungu amenishindania. Bwana asifiwe. Mungu amenitendea. Nilikuwa nimefungwa. Hata mimi dada na ndugu, nimefanywa mambo maovu na watu wengine, hata ni wa nyumba yetu ya karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sijibu. Namwambia tenda tu. Paka naitwa a religious freak. Imagine. Ati mimi ni a religious freak mimi. You know what is a freak? Ni kama mtu pepo, sio? Yaani wewe umeamini sana mpaka unakuwa ni just like ni kama kitu chafu hivi. Hallelujah. Na sijibu because Mungu wangu najua atanipigania. Hallelujah. Siku 3 tu. Hautakaa hapo. Utatoka tu maybe dakika kidogo alafu uende. Si ni kweli? Si ni kweli? Huwezi kukaa kwa dakika mingi. I'm telling you for sure, huwezi kukaa ukinitukana hapo na kesho tena urudi tena hapo. Hallelujah. Utafanya tu hivyo siku 2, siku 3 ama maybe siku 1 tu, lakini masaa uende. Nilimtukana, yes. Lakini mimi kesho nafunguka gate kangu natoka na muangalie yule aliye juu. Hallelujah. Kwa nini jamaa wa hafi? Bwana ni sahihi ile ulinitukana ukajisema nikufe. The 3rd hour Bwana wangu aishie milele na milele. Manake ulinitupia kifo, ananihuisha. Yeye uhuisha mtu moyo wake wakati moyo wako unafifia. Bwana asifiwe. Wakati uko down. So hakuna ati long lasting. Hata Yesu Kristo hakukaa na uchungu long lasting. Bwana asifiwe. Ati wa kudumu na kudumu. Bwana asifiwe kabisa. Na bado hapa ndugu wawili wanakuja mbele zake. Wewe utakufanya hivi na hivi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kumbukeni ya kwamba mimi usema hivi, Yesu Kristo hakukuitia kifo. Bwana asifiwe. Hakukuitia ajali za magari, hakukuitia umalizike. Ati juzi tulienda katika kitabu inasema nini? Katika ilikuwa ni Zaburi, is it 23? Hebu nikusomee. Pata tu nisomee. Kidogo tu usikie. Mjue ya kwamba ni lazima mambo yafanyike. Ni 23 nasema hivi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza.
hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Bwana asifiwe. Siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haleluya. Look at it. Angalia hii, utazamo uone. Sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Mtu anaweza kusema huyu alikuwa kitukani, huyu amepita hapo hivi na hakuongea. Haleluya. Lakini kwa sababu Bwana ni mchungaji wako na hautapungukiwa na kitu, na katika malisho ya majani mabichi hukulaza. Hata kama unapitia mangapi, hata kama shida lako ni nini, haleluya, katika hii bonde la uvuli wa mauti utapitia, lakini haufi. Haleluya. Ameagiza katika Isaia, hata upitapo katika maji mengi hautagarikishwa, upitapo katika moto hata utaungua, na hata utanuka moshi, hata nyele hata moja haitakuwa inanuka, haitaungua. Bwana asifiwe. Wala mavazi yako yachakae sababu ya moto. Kwa sababu ya nini? Kuna jambo ameniambia, nitakuwa pamoja nawe. Haleluya. Let me ask you a question leo hii. Atakuwa pamoja na wewe katika ile, katika maji mengi, katika moto. Yesu Kristo aje ajichome, au aje kusema sasa tumebebwa na maji, sasa mafuriko imetubeba na mko na Yesu? Haiwezekani. Haleluya. Already hapa anajua siku ya tatu nafufuka na hakuna kifo tena, hakuna kubeba msalaba tena. Bwana asifiwe. Wewe ndio washindwa na kubeba msalaba wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Tukiendelea anasema nini? Wakamwambia twaweza. Yesu akamwambia kikombe ninywacho mimi mtakinywea, sawa, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa, lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kushoto wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekwa tayari. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tushike hilo neno zaidi ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekwa tayari. Ndiposa pale mwanzo niliwaambia jambo fulani. Already mchoro ushachorwa. Bwana asifiwe. Kuna wale tayari wamewekwa muhuri. Bwana asifiwe. Already wamewekwa muhuri tangu pale asili, hawa ni wangu. Haleluya. Sisi, kumbukeni dada na ndugu, tulikuwa watu wa mataifa na tumepandikizwa katika ule mti, katika lile shina. Jambo hili mlirudia sana, ndiposa tulikuwa mataifa, tukawa crafted. Bwana asifiwe. Tukapandikizwa pale. Kwa hivyo lile shina niwaambia lilikuwa la wenyewe, lakini Mungu alikuja kuatia wale ni wivu, kwa sababu walikataa lile shina. Na pale mwanzo pia ukiangalia matamshi yake Yesu Kristo anasema hivi, nendeni kwa nyumba za wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Siku ya mwisho enendeni ulimwenguni wote mkawafanye. Bwana asifiwe. So mimi na wewe leo hii, dada na ndugu katika Kristo Yesu, mimi nimefanywa mfuasi. Bwana asifiwe. Nami nifanye mfuasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimefanywa mfuasi wake Yesu Kristo, nami nifanye wafuasi wengine. Bwana asifiwe. Haleluya. We were made disciples, and then the disciples must make other disciples for Christ Jesus. Bwana asifiwe. Tueleweni hivyo. Lakini siwezi kusema na niokoka peke yangu and then that is all. Hiyo imetosha. Na nifanywa kuwa mfuasi wake Yesu Kristo, ndiposa nami nifanye mwingine mfuasi. Bwana asifiwe. Aliyekuwa gizani afunguke macho, aliyekuwa hasikii apate kusikia. Bwana asifiwe. Na asiyoweza aanze aweze. Bwana asifiwe. Ni mambo mengi naweza kusimulia,
Haleluya. Hapa napo ni nini tunaambiwa? Yesu Kristo anawaambia huko sio kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Si ati kuwakana. Hakuwakana. Anasema ila wao watapewa waliowekewa tayari. Mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Kondoo wataingia mkono wa kulia. Bwana asifiwe. Mbuzi upande wa kushoto. Kwa sababu ni lazima Mungu Baba atatenganisha mbuzi na kondoo. Amen. Atenganishe mbuzi na kondoo. Kwa hivyo kuna wale wamewekewa. Bwana asifiwe. Yohana Mtakatifu katika Revelation akasema, nikatazama nikaona, angalia hii, nikaona watu wengi katika kiti cha enzi cha mbinguni wamebeba matari na mitende. Haleluya. Watu wa mataifa wametoka katika kila tabaka mbalimbali na kila aina ya rangi. Wacha wale 144,000 wa mbari ya Israeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha hao. Hawa ni wengine wako mbele. Unafikiri unasimama mbele ya kiti cha enzi usio mtakatifu? Ukisimama katika mbele ya kiti cha enzi, na anasema ni halaiki ya watu wengi zaidi wasiokuwa na idadi. Bwana asifiwe. Wako mbele ya kile kiti, wako na mitende na matari wakimwimbia Bwana. Haleluya. Hawezi kusimama pale basi kama hujachakuliwa, kama hujatua muhuri. Na anasema leave alone the 144. Kwa hivyo kuna wengine wengi waliowekewa. Bwana asifiwe. Wengine wengi wamewekewa. Hayo Yesu Kristo anakanusha, anamwambia hapa sio pangu. Anamaanisha hapa ni pa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Ni nani ataingia kushoto kulia, nani ataenda kushoto. Na ninatumaini each and every one, kila mmoja wetu hapa tupate kuguza ule utepe na tuwekwe kama wana kondoo wa Bwana. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Akawaambia neno lile. Haleluya. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana, Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu. Hebu sikizeni dada na ndugu. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Haleluya. Tawala wao huku duniani wanatutawala kwa nguvu, kwa mabavu, ni wahaini. Bwana asifiwe. Na wakuu wa mataifa tutawala kwa nguvu, na wakubwa wao wanatutumikisha. Wametufanya almost like slaves. Bwana asifiwe. Ni kama sisi ni watumwa wao. Lakini haitakuwa hivyo kweli. Haleluya. Sikizeni dada na ndugu. Lakini haitakuwa hivyo kweli. Bwana asifiwe. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kweli atakuwa mtumishi wenu. Bwana asifiwe. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Bwana asifiwe. Awatumikie. Na mtu atakayekuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwanadamu naye hakuja kutumikiwa, mbali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Bwana asifiwe. Iwe fidia ya wengi, iwe ya kukuokoa wewe, iwe ya kuniokoa. Bwana asifiwe. Ni kama hivi, nitoa tu mfano. Bwana asifiwe. Labda unaona hivyo, unaona watu wanakuja kupigwa, au mwingine anakuja anasikia yuko na nguvu na anataka kuja kukudhulumu mahali uliko, lakini mwingine aje mbele zako aseme, wachana na huyu, ichukue mimi. Amen. Achana na huyu, nichukue mimi. Hivyo ndio Kristo Yesu alivyotufidia. Wana sifa, akawa fidia ya wengi. Na ndipo uliona Mafarisayo na Masadukayo na waandishi na makuhani, kuna mahali Biblia imeniambia hivi. Akasema, basi ikiwa huyu atakufa kwa wengi, si ni heri basi akufe sisi tuokoke? Sivyo? Yesu Kristo akamwambia, huyu hakusema hivi tu, amesema akiwa rohoni. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo already roho ashamfungulia yeye yule alikuwa mwandishi. Haleluya. Kwa sababu amesema, na kama anasema afe, Bwana asifiwe, afe kwa ajili yetu nasi tutabaki, basi na afe sisi tubaki. Yesu Kristo akasema huyo amenena kweli, kwa sababu hakunena kwa mwili, amenena kwa roho. Bwana asifiwe. Na ndiposa hapa nakuja, instead ya wewe dada na ndugu au mimi mwenyewe binafsi kuja kuchukuliwa, kuja kupigwa tena, kuja kuwekwa mijeredi, nikiwa kwa mataji za miba. Yes, shida nitapitia, lakini yu mbele zangu. Bwana asifiwe. Sitapata mabaya. Tumeona pale japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Haleluya. Sitaogopa kamwe, kwa ajili ako pamoja nami. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Na unajua niliwaambia hapa wakati mwingine, gongo lake na fimbo yake ni nini? Ni ile inakuguide, ile inakuongoza, kama vile mchungaji huongoza kondoo wake kwa fimbo pasipo kuumiza. Hatugongi. Bwana asifiwe. Hatupigi, ni neno tu. Haleluya. Neno tu, kwa sababu naye ile gongo ya Bwana ikiwa vya kufariji wakati anaongoza kakondo kake. Silionyesha wakati mwingine ile mti ama ule mkongojo wa nani wa mchungaji pale mwishoni huu umepinda hivi, sivyo? Kakondo akitaka kukashika na akakimbiza, anakaweka tu hivi vizuri, anakatazama. Haleluya. Bwana asifiwe. Hapigi. Yule ni wa kurudisha. Asiyekusanya nami, huyo hatuko pamoja naye. Bwana asifiwe. Asiyeingiza kwa zizi ama anapitia kwa madirisha, huyu ni mwizi. Haleluya. Lakini huyu sasa aliyekuja kutufia na mtolea hotuba yake eti atatendwa hivi, atafanywa vile, huyu ni mchungaji kweli. Bwana asifiwe. Huyu sio mshahara. Huyu hakimbii. Haleluya. Hakimbii, amejitoa. Na ukiangalia maandiko, hata pale maandiko imesema mwanadamu atateswa, atafanywa hivi, alisema alijitoa nafsi yake. Bwana asifiwe. Napenda mambo ya Yesu kwa sababu kuna wakati mwingine mkaa na tafakari jambo hili, eti nitakuwa nawe mpaka mwisho wa dahari, until the end of time. Bwana asifiwe. Nitakuwa pamoja naye. Then niende fanya hivi, ena mahala fulani, mpaka nimeenda mbali zaidi. Haleluya. TZ, Mombasa, wapi huku Kenya mzima, Uganda, kwa sababu ya jina lake. Wengine hata Kelvin na mamake walienda kule wanatukana huko Uganda. Bwana asifiwe. Wakiambiwa hapa kuna mtu usimama hapa Mkristo kuhubiri, nyinyi mko na Mungu nyinyi. Kelvin na mama yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama wameenda kuhubiri, kupeleka message Uganda. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Wewe usipande mti ukiwa pale juu. Shuka chini dada na ndugu. Amen. Uone Mungu hata kuacha, Mungu hata kutendeka. Bwana asifiwe. Atakuwa pamoja nao. Lakini sisi tunaambia sisi ni wazayuni. Haleluya. Aturogeki. Bwana asifiwe. Na atupigiki, kwa sababu imani yetu, yeye yule yuko ndani yetu, aliye na nguvu zaidi kuliko yule yuko hapo ulimwenguni. Bwana asifiwe. Is much stronger. Ndipo sana nena kwa nguvu ya kwamba, dada na ndugu, kumbukeni ya kwamba mwanadamu alikuja kutumika, sio kutumikiwa. Bwana asifiwe. Na yeye, imagine, alikuja kutumika, sio kutumikiwa, anakutumikia katika hili. Katika jina lake muombe chochote kile utakacho, na atakupatia. Bwana asifiwe. Kwa jina lake mwambie nataka uponyaji, na utapona kweli. Kwa jina lake mwambie Mungu, Baba, nataka kuona mema kesho ninapotoka hapa hivi. Katika jina la Baba Yesu Kristo naomba na ninakuamini. Bwana pesa nipeleke nirudishe Mungu wangu. Amen. Kwa sababu hizi ni ahadi zake. Chochote kile ameahidi, unajua usipoomba kile ameahidi, claim it. Bwana asifiwe. Ipokee kwa nguvu kile ameahidi. Umetuahidia hii nimechukua. Bwana asifiwe. Umeniahidia hiki, umeniahidia sitafanywa hivi. Mungu atamfanyia mema na mazuri, na hata aendelee na kubarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu nilisikia ya kwamba sisi tunakaa na umaskini ndani ya kanisa. Nendeni mwe matajiri bwana. Amen.
Bwana asifiwe. Dada zangu na ndugu zangu katika Kristo Yesu, hata watoto wangu nendeni mwe matajiri. Hata wajukuu wenu. Nilisema sitanyamaza sababu ya hili jambo. Nendeni mwe matajiri. Barikiwa brother. Amen. Hebu barikiwa. Amen. Nenda mpokee katika jina la Yesu Kristo. Nimesema katika jina la Yesu Kristo, yeye yule aliyeniita katika hii huduma leo hii sikomi kufungua. Receive his riches. Na receive abundantly. Na mfunguke. Jina wake zenu, watoto wenu, wajukuu zenu, kule mnafanya kazi leo hii na hata milele. Watoto wenu wale wamekoma na wamefungwa, wote wakafunguke. Wale wamefungwa kwa mzunguzi, wote wafunguke. Ndio kwa Lord Jesus. Kama nitendea, atawatendea mimi. Kama alisema hivyo, hata hivyo amesema kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awatendee mema na mazuri. Tunajua baraka wake. Tunajua wale wanapeleka maneno. But nimesema na nimerudia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba awastareheshe. Chakula chenu kisiwe cha jasho. Mungu Baba akibariki. Mungu Baba akiinue. Na ile treasure ametuambia, ile hazina, ile wagizani, ile alituahidia. May you receive it today. In the name of the Lord Jesus Christ. Our Lord and God and our Savior. Yeye yule ambaye hapungukiwi. Hallelujah. Huyo ndio Mungu tunatumikia. Kwa kwetu sisi amekuwa ni kimbilio, amekuwa ni mficho, amekuwa msaada unaoonekana tena wakati wa mateso. Hata kumana ili tuje tufungwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na nikasema a broken house let it be rebuilt again. Hakuna Mungu aliye kama yeye. Hallelujah. Atende na afungue leo hii na hata milele. Yeye aishie milele na milele. Bwana asifiwe. Hawezi kuwa unapigiwa haki ya Bwana. Hallelujah. Yesu Kristo akasema hii hekalu ataivunja na siku moja, haijenga na siku tatu. Bwana asifiwe. Hii yeye yule aishie milele na milele asikie ombi letu leo. Bwana asifiwe. Na nimfikie. Sisi na nyumba zetu na watoto wetu, wajukuu, haleluya, vitukuu vilengwe na vilengwekeza na muone for generation. Never again. Haitawezekana. Never again. Hallelujah. Kama huo ndio mpango wa watu wengine, wewe umeambulia patupu. Never stop. Sitakosa kufungua mtu. Hallelujah. Na mfunguke. Kwa jina la Yesu Kristo. Go receive my son. Go receive it. Right now. And I mean it. Pokea. Amen. I mean it, Eric. Endo pokea. Amen.